Niombe nianze kabisa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu mwingi wa rehema, kwa kutuwezesha sisi sote hapa kutoka huko kote tulikotoka tukafika hapa tukiwa na afya njema kwa ajili ya jambo hili kubwa ambalo tunaanza mafunzo mahususi kabisa ya kuwajengea weledi katika matumizi ya teknolojia tumizi na programu, teknolojia saidizi na programu tumizi. Lakini pia nimshukuru sana Dr. Margaret Matonya ambaye ni mkurugenzi wa kitengo hicho cha mahitaji maalum pale Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa uratibu mzuri wa jambo hili. Jana alinong'oneza akaniambia, mkuu, lile jambo ambalo tumekuwa tukiwasiliana kwa njia ya madokezo kwenye mfumo sasa limefika mwisho na nakuomba kesho uweze kushiriki pamoja na sisi. Na mimi nikasema kwa kweli nitajitahidi nishiriki niweze kuwaona hawa vijana ambao kwa kweli Mungu amewapa baraka ya kupendwa sana na nchi yao. Lakini pia ni washukuru wawezeshaji ambao kama ambavyo nimekwisha kuwatambua kwa kutenga muda wao na kuja kutoa elimu kwa vijana hawa ambao wanahitaji sana kujengewa uwezo wa kutumia hizo teknolojia saidizi na programu tumizi ili waweze kuendana na kasi ya ujifunzaji katika taasisi za elimu ya juu. Lakini ni washukuru wenzetu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kutupokea na kufanya maandalizi ili sisi wote tuweze kukaa hapa. Lakini kipekee ni eko kile alichokisema Profesa Liberata. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kinara katika kuendesha mafunzo ya kwa wenye mahitaji maalum, na hatimaye wameweza kupromote kituo kwenda kwenye sasa section kwenda kwenye center. Sasa section nadhani ni sehemu, na kwenda kwenye center inakuwa ni kituo kikubwa. Kwa hiyo promotion inaonyesha msisitizo na dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba ufundishaji na ujifunzaji kwa vijana wenye mahitaji maalum unakuwa wa hali ya juu kabisa. Na mkumbuke amesema hii inaenda kuwa Center of Excellence. Center of Excellence kwa maana ya kituo cha umahiri, kwamba wengine watakuja kujifunza hapa University of Dar es Salaam, jinsi ambavyo wameandaa mazingira wezeshi kwa ajili ya wale wenye mahitaji maalum kuweza kujifunza kwa raha kabisa. Na tunategemea modo hii ambayo itakuwa imeanzishwa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam iwe replicated nchi nzima, kwa sababu wao watakuwa wameset standard kama ambavyo walishaanza kuset standard tangu huko nyuma. Nimesikia vizuri kabisa kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ilikuwa chuo kikuu pekee ambacho kilikuwa kinaweza kutoa mafunzo huko awali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kabla ya jitihada za hivi karibuni za serikali ambazo zimewezesha vyuo vikuu vyote au taasisi za elimu ya juu 19 zote kuweza kutoa mafunzo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo niwapongeze kipekee taasisi hii ya kwetu ambayo tunaita Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndugu zangu, maandalizi haya yamefanyika vizuri sana. Sio rahisi kuweza kuwaleta wote mahali pamoja na kuwaleta waratibu wote hawa mahali pamoja na kuandaa mazingira mazuri kama hivi bila jitihada kubwa kabisa za maandalizi. Kwa hiyo niwapongeze wale wote waliofanya maandalizi kwa maana ya timu ya maandalizi kwa kufanya maandalizi mazuri kuhakikisha kuwa hakuna mwanafunzi anayebaki nyuma katika safari hii ya kupata elimu bora. Niwapongeze sana waliofanya maandalizi. Niombe mniruhusu niwaletee salamu pia kutoka wizara yenu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Waziri anawapenda sana. Mheshimiwa Naibu Waziri anawapenda sana. Mheshimiwa Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu mwenzangu anawapenda sana.
Kwa hiyo wote kwa umoja wao wanafahamu leo niko hapa kuongea na nyie kwa niaba yao. Kwa hiyo naomba niwape salamu nyingi sana kutoka kwa uongozi wa juu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ndugu washiriki, nimeelezwa kuwa mafunzo haya ya teknolojia saidizi na programu tumizi yatafanyika kwa wanafunzi wapatao 220 kutoka kwenye taasisi zote 19 za elimu ya juu kama ambavyo zimekwisha kusemwa. Na hizi 19 zote zinanufaika na mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, wasema Higher Education for Economic Transformation. Na nimefurahi kuona wanafunzi kutoka vyuo kama MUHAS. Mnafahamu MUHAS inasifika kwa lipi, sio? Lakini hata MUHAS na wenyewe wameandaa mazingira wezeshi kwa ajili ya kufundisha madaktari wanaotoka kwenye kundi la vijana wenye mahitaji maalum. Na naamini hiyo itakuwa ni dhamira ya kipekee kabisa kuhakikisha kwamba wale raia wenye mahitaji maalum wakihudumiwa na madaktari ambao na wao na mahitaji maalum watajisikia vizuri sana, kwa sababu wanawaelewa mahitaji yao ya kipekee. Kwa hiyo MUHAS na taasisi nyingine zote niwashukuru sana kwa kupokea kwa mikono miwili wito huo wa serikali wa kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi anayebaki nyuma kwa sababu tu ana mahitaji maalum. Kwa hiyo na hii niseme hivyo kwa taasisi nyingine zote 19, kuwaomba wa raise standards, wahakikishe kwamba mahitaji ya wanafunzi hawa wenye mahitaji maalum yanazingatiwa ipasavyo ili waweze kujifunza kwa dhati na waweze kupata maarifa na studies zinazotakiwa ili waweze kuendana na mahitaji ya soko na mahitaji ya karne ya 21. Kwa hiyo ni mategemeo ya serikali kwamba mafunzo kwenye taasisi hizi zote 19 yatafanyika kwa kiwango cha juu kwa kundi hili lenye mahitaji maalum. Lakini ndugu zangu, nimeambiwa hapa leo mpo 142. Kesho mtakuwa 150. Leo kwa sababu ni Sabato, wenzetu 8 wameenda kufanya ibada. Niwaombe nyie wote mliopata bahati hii muweze kuitumia ipasavyo. Dr. Matonya amesema idadi ya wanafunzi wanaopata sapoti hii ya serikali katika taasisi za elimu ya juu ni takriban 1352. Nimeona kwenye taarifa zake, lakini hili ni kundi la kwanza tu, na ina maana kuna makundi mengine tunategemea yafikiwe kwa kasi. Kwa hiyo nyie ni kundi la kwanza, tuseme nyie ni first selection. Kwa hiyo first selection itaset tone au itaset standard kwa wale wengine wote ambao watafuata. Kwa hiyo sisi tunawaangalia nyie kama kioo cha faida ambayo itakuwa imepatikana hapa, ili na wengine waweze kupata hamasa ya kuweza kushiriki mafunzo kama haya. Kwa hiyo ni changamoto pia kuwa first selection, nayo ni changamoto kwa sababu wale wengine wote watakaofuata baadaye watawaangalia nyie mmebadilika kiasi gani, mmeboreka kiasi gani katika kuweza kumudu stadi na maarifa ambayo mnategemea muweze kuyamudu katika level ambazo mnasomea. Kwa hiyo niwaombe msome kwa bidii na muwasikilize wawezeshaji kwa bidii, ili basi nia ile ya kuwawezesha na kuwajengea uwezo iweze kutimia kikamilifu. Ndugu zangu, niseme kwamba serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika kuboresha upatikanaji wa elimu jumuishi, inclusive education. Na sio elimu jumuishi tu, elimu yenye usawa kwa wote. Wanafunzi wenye mahitaji maalum kama ambavyo nimekwisha kusema, ambao wanafaidika na sapoti hii ya serikali ni takriban 1352 kwa mwaka wa fedha wa 2025/26 pekee. Lakini tukiangalia kuanzia mwanzo ni wengi ambao wamepata sapoti hiyo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba serikali inaamini kwamba hakuna mwanafunzi anayepaswa kubaki nyuma kwa sababu tu ana mahitaji maalum.
ningetegemea nipate makofi makubwa kwa serikali yenu, kwa sababu hiyo ndio serikali inayojali wananchi wake, kwamba asibaki hata mmoja nyuma kwa sababu tu ana mahitaji maalum. Kama mnavyofahamu, hivi karibuni kupitia mradi huu wa HEET, serikali imenunua vifaa saidizi vya kufundishia na kujifunzia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, thamani ya takriban bilioni 1.3. Jamani, hizi ni fedha nyingi, lakini kwa serikali na kwa thamani ambayo serikali inaweka kwenye makundi haya yenye mahitaji maalum, hii bado ni kidogo, na serikali itaendelea kuwekeza zaidi kuhakikisha kwamba wanafunzi wa kizazi hiki na kizazi kijacho wenye mahitaji maalum watapata mazingira wezeshi ya kujifunzia na kufundishia. Lakini baadhi ya mafanikio mengine ameyasema Dr. Margaret, ni pamoja na kuanzisha programu mpya mahususi kabisa kwa ajili ya elimu jumuishi ili kuhakikisha kwamba hakuna ambaye anabaki nyuma au anakosa programu ambayo anaitaka. Lakini pia mmesikia vizuri sana Dr. Margaret akizungumzia kwamba takriban wanafunzi 567 wamefanya mafunzo katika taasisi za elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ufadhili wa mradi huu wa HEET. Hiyo ni sapoti kubwa kabisa ambayo serikali inahitaji kupongezwa kwa jitihada hiyo. Lakini vile vile, ili kuhakikisha kwamba lugha ya alama haiwi kikwazo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, serikali imetoa maelekezo kwamba walimu wanafunzi wote wasome somo la alama, kwa maana ya kwamba hiyo inaruhusu wanafunzi wenye mahitaji maalum waweze kuchangamana na wanafunzi wengine ambao hawana mahitaji maalum, kwa sababu mwalimu atakayekuwa anafundisha atakuwa na uwezo wa kufundisha kwa lugha zote, lugha ambayo inaeleweka kwa ambao hawana mahitaji maalum na lugha ya alama ambayo inaeleweka kwa wale ambao wana mahitaji maalum. Ndugu zangu, niseme kwamba jitihada hizi zote ambazo serikali inafanya zinaendana pia na malengo yaliyomo katika dira ya serikali au dira ya nchi ya mwaka 2020, lakini pia malengo yaliyopo katika maendeleo endelevu ambayo yanatupeleka mpaka 2030 kwa maana ya SDGs, Sustainable Development Goals. Lakini sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na yenyewe na malengo hayo. Lakini pia dhamira hiyo ya kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi mwenye mahitaji maalum anajengewa mazingira wezeshi ya kujifunza na kufundishiwa inaendana na mikakati mbalimbali ya elimu jumuishi inayolenga kuhakikisha kwamba taasisi za elimu zinakuwa rafiki kwa wanafunzi wote. Hata hivyo, ndugu zangu, serikali inatambua kuwa bado zipo changamoto zinazokwamisha ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na uhaba wa wakalimani wa lugha ya alama kwa ajili ya wanafunzi viziwi, uhaba wa wahadhiri wataalamu wa elimu maalum na jumuishi, lakini pia upungufu wa vifaa na matumizi ya teknolojia saidizi hasa kwa wanafunzi wenye changamoto ya mawasiliano kwa maana ya viziwi na wenye kutokuona. Serikali inatambua bado hizo changamoto zipo, lakini serikali imeweka mkakati wa kuzitatua kidogo kidogo. Na ndio maana kwa mwaka huu wa fedha ulioisha, serikali imeinvest bilioni 1.3 kuhakikisha kwamba inatoa vifaa hivyo ambavyo tunavihitaji sisi wenye mahitaji maalum ili tuweze kusoma kwa raha na tuweze kuendana na kasi ya ujifunzaji. Ndugu zangu, nadhani mnatambua kwamba serikali imeendelea kuimarisha mazingira ya ujifunzaji kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya elimu, ikiwa ni pamoja na mradi huu wa HEET ambao nimekwisha kuusema, unayojumuisha uboreshaji wa miundombinu katika taasisi za elimu ya juu, lakini uboreshaji wa teknolojia na miundombinu ya TEHAMA,
tumemsikia Dr. Margaret akizungumzia maboresho ya mitaala, lakini tumemsikia pia Profesa Roberta akizungumzia masuala ya muunganiko kati ya elimu au taasisi za elimu na viwanda, ili kuhakikisha kwamba yale yanayofundishwa katika taasisi za elimu ya juu yanaendana na mahitaji ya viwanda au mahitaji ya ajira kule nje. Na hii yote ni kuhakikisha kwamba mnapotoka kwenye mipaka ya vyuo vikuu mnakuwa na maarifa na stadi ambazo zitawawezesha aidha kujiajiri au kuajirika katika soko la ajira. Ndugu zangu, katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni, serikali imepata mafanikio makubwa katika kuendeleza elimu jumuishi nchini, na mafanikio hayo ni pamoja na kuongezeka kwa taasisi za elimu ya juu zinazotekeleza elimu jumuishi kwa kuanzisha vituo na vitengo vya huduma kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, lakini pia kuanzisha sera na miongozo mahususi kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum kama ambavyo amekwisha kusema Dr. Margaret hapo awali, kuboresha mitaala na kuanzisha madawati ya huduma. Lakini kama mlivyosikia hapa, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imefanya promotion, yani ime-upgrade sehemu kuwa Center of Excellence. Kwa yote hiyo ni katika kuhakikisha kwamba elimu jumuishi, elimu maalum inawafikia wote wenye mahitaji maalum ili waweze kufanya vizuri zaidi. Ndugu zangu, matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji yameongezeka kwa kiasi kikubwa kupitia upatikanaji wa vifaa mbalimbali vya teknolojia saidizi na mifumo ya kidigiti inayozingatia viwango vya ufikivu. Hebu tusome wote ufikivu. Nadhani tunaelewa maana ya ufikivu. Teknolojia zinazofikika. Serikali pia imeongeza kwa kiwango kikubwa bajeti ya ununuzi na usambazaji wa vifaa maalum vya kielimu na teknolojia saidizi katika ngazi zote za elimu ili kuhakikisha wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata fursa sawa za kujifunza na kuweza kufanikiwa. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, hivi sasa tunaishi katika mapinduzi ya 4 ya viwanda na uchumi wa kidigiti, yaani Fourth Industrial Revolution. Hivyo matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano si jambo la hiari tena, bali ni hitaji la msingi katika elimu ya juu. Na ndio maana leo tunajengewa uwezo wa kutumia teknolojia saidizi na programu tumizi ili tuweze kuendana na mahitaji ya karne ya 21 ambayo yanahitaji sana kutumia mifumo ya kidigiti. Kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, teknolojia saidizi ndiyo daraja linalounganisha uwezo wao na fursa zinazopatikana katika mazingira ya kitaaluma. Ndugu zangu, leo tunaenda kutengenezewa daraja ambalo litatuunganisha sisi wenye mahitaji maalum na fursa zinazopatikana katika mazingira ya kitaaluma. Hatutaki changamoto ambazo zinatupelekea kuwa na mahitaji maalum ziwe kikwazo, ziwe roadblocks ya sisi kupata fursa zinazopatikana katika mazingira ya kitaaluma. Kwa hiyo wawezeshaji wetu wako tayari kuwajengea uwezo wa kujenga hilo daraja kuanzia leo na siku ambazo zitafuata za mafunzo, ili udhaifu wetu tulionao wa kuzaliwa usiwe kikwazo cha sisi kupata fursa zilizoko katika mazingira ya kitaaluma yaliyotuzunguka. Lengo kuu la mafunzo haya, ndugu zangu, ni kuwawezesha wanafunzi au kuwawezesha nyie wote kupata ujuzi na stadi za kutumia programu tumizi na teknolojia saidizi ili kuboresha ujifunzaji kama ambavyo nimekwisha kusema, kuboresha mawasiliano, kuboresha upatikanaji wa taarifa, kuboresha ushiriki wenu katika shughuli za kitaaluma na kuongeza uwezo wa kujitegemea katika mazingira ya elimu ya juu. Naomba nipigie mstari hili neno, kuongeza uwezo wenu wa kujitegemea. Kuongeza uwezo wenu wa kujitegemea katika mazingira ya elimu ya juu. Tunatamani sana 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 muweze kujitegemea kwa kutumia teknolojia saidizi ambazo tutapitishwa leo, lakini kwa kutumia programu mbalimbali tumizi
zitakazowawezesha kuweza kujifunza kulingana na mazingira yenu. Ili kufanikisha lengo hili, mafunzo haya yatalenga kuwajengea uelewa kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo dhana na umuhimu wa teknolojia saidizi, lakini pia kuwawezesha kutumia programu mbalimbali zinazokidhi mahitaji yenu ya ujifunzaji, lakini mahitaji yenu ya kufanya utafiti na mahitaji yenu ya kufanya mawasiliano. Lakini pia mafunzo haya yatawajengea uwezo wa kutumia majukwaa ya ujifunzaji mitandaoni, ndio hizo programu tumizi ambazo tumeambiwa, lakini pia uwezo wa kutumia maktaba za kidijiti na mifumo mingine ya tehama. Mafunzo haya nimeambiwa kwamba yatawawezesha kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa matumizi ya teknolojia hizo, lakini pia mafunzo haya ambayo tunapitishwa leo na siku zijazo yatawawezesha kuimarisha matumizi endelevu ya teknolojia saidizi katika maisha yenu yote ya kitaaluma, sio wakati mkiwa vyuoni pekee, hata baada ya kutoka vyuoni. Ndugu zangu, niombe nitoa wito kwa kusisitiza kuwa serikali inaendelea kuwekeza rasilimali nyingi katika matumizi ya vifaa maalumu vya kielimu na teknolojia saidizi, pamoja na kuandaa mafunzo haya ambayo siku ya leo tuko hapa na nimepata bahati ya kufika na kuweza kuyafungua kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Lakini vile vile ninawahimiza nyie wote ambao mmepata fursa hii kutumia maarifa mtakayoyapata kama nyenzo ya kuongeza ubora wa ujifunzaji, nyenzo ya kufanya utafiti, nyenzo ya kuandika kazi za kitaaluma, nyenzo ya kushiriki katika ubunifu, nyenzo ya kujenga ushindani katika soko la ajira. Naomba kurudia. Naomba kuwahimiza kutumia maarifa mtakayoyapata katika mafunzo haya kama nyenzo ya kuongeza ubora wa ujifunzaji, nyenzo ya kufanya tafiti, nyenzo ya kuandika kazi za kitaaluma, nyenzo ya kushiriki katika ubunifu na nyenzo ya kujenga ushindani katika soko la ajira. Dunia ya sasa inahitaji wahitimu wenye uwezo wa kutumia teknolojia kwa ufanisi. Hivyo ujuzi mtakaoupata utakuwa sehemu muhimu ya maandalizi yenu kwa maisha ya baada ya chuo. Ninapenda kutumia fursa hii kusisitiza kuwa taasisi za elimu ya juu ziendelee kuimarisha mazingira fikivu. Naomba hiyo terminology kila mmoja aondoke nayo leo. Mazingira fikivu, teknolojia fikivu, si ndio? Na jumuishi, ili kuwezesha utoaji wa elimu bora kwa wanafunzi wote wakiwemo wenye mahitaji maalum. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeonyesha njia. Niombe na taasisi nyingine zote za elimu ya juu, elimu ya kati na elimu ya msingi viweze kufuata nyayo za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Niombe taasisi hizi zihakikishe mifumo ya kujifunzia mtandaoni katika maktaba za kidijiti, tovuti za taasisi na huduma za tehama na nyenzo zote za kujifunzia zinazingatia viwango vya ufikivu ili kila mwanafunzi aweze kuzitumia bila vikwazo. Niombe taasisi za elimu ziendelee kujenga uwezo wa wahadhiri na watumishi kuhusu matumizi ya teknolojia saidizi na mbinu za kufundisha katika mazingira jumuishi. Ndugu washiriki, ninaamini kuwa baada ya mafunzo haya nyote hapa mtakuwa mmeongeza umahiri katika kutumia teknolojia saidizi katika ujifunzaji, katika utafiti, lakini pia itawasaidia kuongeza ushiriki wenu katika shughuli za kitaaluma. Mtakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kujifunza kwa kujitegemea, na naomba leo keyword mtakayo kwenda nayo nyumbani au take home message ni kwamba mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo wa kujitegemea. Lakini niombe taasisi zetu za elimu ya juu ziendelee kuwa mfano bora wa utekelezaji wa elimu jumuishi hapa nchini. Ninapohitimisha hotuba yangu, ninapenda kuwashukuru wawezeshaji kama ambavyo nimekwisha kuwatambua kwa kukubali kushiriki kutoa mafunzo na utaalamu wao. Niwashukuru pia viongozi wa taasisi za elimu ya juu ikiwepo University of Dar es Salaam ambao wako na sisi siku ya leo hapa, washirika wa maendeleo ikiwemo World Bank ambayo imetoa mkopo wa riba nafuu kwa serikali ya Tanzania ili iweze kutekeleza nia yake ya kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika elimu ya juu.
ili elimu yetu iweze kuboreka zaidi na iweze kuchangia katika mageuzi ya uchumi wetu. Mwisho, ninawahimiza washiriki wote kutumia kikamilifu nafasi hii kujifunza, muulize maswali na mfanye mazoezi kwa vitendo na kuendelea kubadilishana uzoefu hata baada ya mafunzo haya kukamilika. Ninaamini kabisa maarifa mtakayopata yatakuwa na manufaa si kwenu peke yenu, bali pia kwa wanafunzi wengine katika taasisi mnazotoka. Ni matarajio yangu na ni matarajio ya serikali, matarajio ya wizara, kwamba kila mshiriki atakaporejea katika taasisi yake atakuwa balozi wa matumizi ya teknolojia saidizi na programu tumizi kwa kuwafundisha wengine na kushiriki katika kujenga mazingira jumuishi. Kwa maelezo hayo ambayo nimeyatoa, sasa ninayo heshima na furaha kubwa kutangaza rasmi kuwa mafunzo ya matumizi ya teknolojia saidizi na programu tumizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaosoma katika taasisi za elimu ya juu yamefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza.